Baada ya mashtaka mengi kutolewa na raia waishio Tanzania na wengine nje ya nchi kupitia tovuti zao mbalimbali za mitandao ya kijamii, hatimaye basi rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutakiwa kuripoti Mahakama Kuu ya Dunia inayoitwa ICC. Lakini kabla sijakupeleka kwenye makala kuu, nikukumbusha kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kemkem kila siku ndani na nje ya nchi. Mahakama Kuu inayohusika na kusikiliza kesi za jinai duniani ICC imetoa wito rasmi kwa kumuomba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufika mara moja mbele ya mahakama huko The Hague. Wito huu ni kujibu madai makubwa ya mauaji ya halaiki, kupotea kwa watu kwa lazima, lakini pia na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu ndani ya Tanzania. Uhalifu unaochunguzwa unaangukia ndani ya hati za uhalifu dhidi ya binadamu kama ilivyoainishwa na mkataba wa Roma ambao hutumika kama mkataba wa msingi wa ICC. Lakini kwa wewe mpenzi mtazamaji ambaye bado haujapata kujua ni kipi kinachofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakiwe kuripoti katika Mahakama Kuu ya Dunia, ni vyanzo vya maandamano yaliyotokea Oktoba 29, 2025 yakipinga uchaguzi mkuu, ambapo walionyesha kutokutaka Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aweze kuwa rais na kudai kwamba ameweza kupita kiholela na sio kwa haki kama ilivyo demokrasia inavyotakiwa kuwa. Lakini kwa mengine mengi kujua nini itakayokuwa hatima ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kusii kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujua kile kitakachojiri hivyo baadaye wakati kesi yake itakapoanza kusikilizwa rasmi.